Kwa jina naitwa Mr. Msiba Paul Kitema, ni mkurugenzi wa kampuni ya Tanzania International Bee. Ni mmoja wa vijana wabunifu ambao tumenufaika na mfuko wa Samia Commercialization Fund, ambao ni mfuko mahususi kwa ajili ya kubiasharisha biashara yenye ubunifu, na mimi nikiwa kama mmoja wa wabunifu ambao tumejikita kwenye sekta ya ufugaji nyuki. Kwa hiyo tumekuja na teknolojia ambayo inaongeza thamani mazao ya nyuki, lakini na kuaccess masoko ya ndani na nje kwa urahisi. Kwa hiyo kupitia teknolojia baada ya COSTECH kutangaza hii fursa kwa vijana wabunifu, na mimi nilikuwa miongoni mwa vijana ambao tumeomba, na tunashukuru Mungu tukawa miongoni mwa vijana wachache ambao tumepata nafasi hiyo au fursa hiyo. Kwa hiyo baada ya kupata fursa hiyo, tunashukuru teknolojia yetu sasa imeweza kuzaa matunda. Tayari tumeweza kuyafikia masoko ya nje kwa sababu tu tumeboresha mifumo yetu ya traceability, na hata kwenye masuala mazima ya ufugaji kule teknolojia tumeendelea kuziboresha. Kwenye sekta ya ufugaji nyuki kulikuwa na changamoto ya masuala mazima ya traceability. Masoko ya nje yalikuwa yanatamani au yanahitaji kujua yanaponunua asali iwe najua kabisa hii asali usalama wake ukoje na imetoka katika mazingira gani, imevunwa lini, imevunwa na nani, imezingatia usawa wa kijinsia, umezingatia uhifadhi wa mazingira, vitu kama hivyo. Sasa hiyo tunaita traceability. Kwa sisi tukaja na teknolojia kupitia Samia Commercialization Fund, tukaboresha teknolojia yetu ya ufuatiliaji ambayo ni traceability, ambayo leo hii wateja wetu wa Ulaya wanaweza wakatrace back asali paka mfugaji wa kule Kibondo, Kigoma kijijini aliyehusika kwenye mchakato mzima wa ile asali paka inapofika Ulaya. Kwa hiyo details zote kupitia teknolojia mteja anaweza akazifuatilia na kutambua kwamba asali anayoinunua ni asali imetoka wapi na ubora wake ukoje na imezingatia vitu vyote vya msingi ambavyo vinataka kwenye masoko ya kimataifa. Jina langu naitwa George Buchafu, ni mnufaika kwenye mfuko wa Samia Innovation Fund ambao umetolewa kwa ajili ya kusaidia bunifu ziweze kusonga mbele. Na mimi ni mbunifu awadi 2011 kutoka Tume ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, awadi 2016 na awadi 2019 kwa 20. Katika hii tumeweza kupata kwenye mfuko huu tumeweza kupata fedha mkopo ambao unaweza kusaidia kuongeza viwanda vya kuchakata zao la mchikichi, lakini hasa kupeleka teknolojia yetu ya mchikichi ili kuongeza thamani katika maeneo mbalimbali. Tumeweza kufanya Kibiti mkoa wa Pwani, na tunakwenda Morogoro kule maeneo ya Mlimba. Hapo ni kusaidia kutoa macho na kuhamasisha wananchi na wakulima mchikichi kuweza kuona thamani ya zao hili. Na katika hatua za mwanzo tumeweza kuona kwamba watu sasa wamehamasika hata kuweza kulima na kuweza kuongeza mashamba makubwa, kwa sababu zao la mchikichi ambalo ndio linazalisha mafuta ya mawese, ni mafuta hayo yanayotumika kwa ajili ya mafuta ya kula, mafuta hayo ndio yanatumika viwandani kwa ajili ya utengenezaji wa sabuni, mafuta ni hayo yanayotumika kwenye vipodozi. Kwa hiyo katika upande huo kuna ajira kubwa na nyingi. Tunaona kabisa kwamba katika mwanzo tu kuna wakulima wameweza kupata soko na wameanza kulima, lakini wakulima walio na michikichi tayari wameanza kunufaika. Na katika kituo kimoja ambacho kinafanya kazi ya vijana 4 kwa ajili ya kuhudumia zao kwa ajira ya moja kwa moja, kwa ajili ya kuhudumia zile machinery na kuhudumia wale wananchi wanaokuja, lakini inatoa wakulima 150 wanahudumiwa katika kituo kimoja. Hii ni pamoja kwamba wakulima wana familia, kwa hiyo wanapata fedha pale, wanasomesha watoto, lakini pia ni kuhamasisha pia kwamba bunifu zinazobuniwa Tanzania ziweze kubadilika kwenda kwenye biashara, hatimaye hata vijana wanaomaliza vyuo waweze sasa kutumia nafasi hiyo, kwamba waweze kutumia nafasi hiyo na si kwenda kulalamika kwamba hakuna ajira. Bunifu zinaweza kutengeneza ajira kubwa na hatimaye kufanya hata vijana wanaomaliza vyuo kuweza kujiunga kwa upande huu na kuona kwamba serikali ambayo ipo madarakani inafanya kwa nafasi yake kubwa kuona kwamba sehemu isiyokuwa rasmi wanapata ajira. Na hii sasa ni muonekano mkubwa kwamba serikali yetu ambayo imeamua kutupatia fedha kwa ajili ya kufanya jambo hili, tunahamasisha sasa wabunifu wote wainuke waweze kuja COSTECH kuweza kuomba maombi. Fedha zipo
kama ambavyo mkurugenzi wa COSTECH amezungumza na pia naibu waziri wa elimu ameongea. Fedha zipo, bado tuliochukua ni wachache na bado fedha zipo. Kwa hiyo shime bunifu ambazo zinaweza kutengeneza ajira, nafasi ipo ya kupata fedha, na vijana ambao wanamaliza vyuo wasilalamike kwamba hakuna ajira. Tutumie bunifu zilizopo kwa ajili ya kupata ajira. Kwa hiyo nahamasisha Watanzania wote na wabunifu wote, ni wakati sasa wa kutumia awamu hii iliyopo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kufanya jambo ambalo litaleta tija kwenye familia zetu, litaleta tija kwa ajili ya nchi yetu, litaleta tija kwa ajili ya kuona kwamba mapato ya nchi yanaongezeka. Kwa hiyo tumethubutu, tumeweza na tunasonga mbele. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.